Kuna ule utamaduni wa vijana hawa wadogo kuwapiga kinyesi akina mama ambao bado hawajabahatika kupata watoto. Itakushangaza kwamba katika akina mama 8 wa mwaka jana ambao walishiriki katika zoezi lile, 6 walibahatika kupata watoto. Kwa jinsi tunavyofanya utaratibu wa kudumisha mila hii, pia kuna imani inapitia hapo kupitia labda kwa sababu hii swala ni kama maombi fulani, yani kama baraka inapitia. Kwa maana hiyo tunaamini kwamba hata mwaka jana tumefanya hivi, tumewapata wale mama ambao walikuja kushiriki kwenye zoezi hili na walipigwa kinyesi na wale vijana, wale wamama walikuwa 8. Lakini mpaka sasa kwa taarifa tunayo wamama 6 ambao wameshabarikiwa, kwa sasa wana watoto. Mama alikuwa mfanyabiashara Mswahili, alikuwa hapa Sukuro, ana miaka 45, alishiriki kwenye hii zoezi. Sasa hivi amejifungua na mtoto. Na wale wakisha bahatika hawana tena sababu ya kuja huku, wao ni wengine ambao hawajafanikiwa, ambao hawapo kwenye hiyo zoezi ya mwaka jana. Hao wengine waliposikia hiyo jambo wamefanikiwa, nao wakawa na imani, ndio maana wao wengine wameingilia hiyo zoezi nao wabahatike. Lakini mbali na hayo, sasa kulingana na majira haya yaliyopo kuelekea uchaguzi mkuu, viongozi wa kimila kutoka jamii hii ya Kimaasai wamesihi uzalendo kwa viongozi wote ambao watapata bahati na nafasi za kuongoza, kuhakikisha kwamba wanatunza urithi wa utamaduni uliopo, lakini pia kuhakikisha kwamba wanalinda ardhi zilizopo katika maeneo haya ya jamii za kifugaji. Tuwachague viongozi ambao wanatetea maslahi ya wananchi, ardhi ya wananchi, pamoja na maslahi ya kiujumla ya wananchi. Kwa sababu tunakemea kama sisi Malaigwanani wale viongozi ambao wanakula ardhi ya wananchi bila utaratibu. Ardhi ya vijiji inamalizwa na vikundi ya watu. Na washauri na kuasa vijana wenzangu wasitumiwe na wasitumike kuvunja amani ya nchi yetu ambao tayari ilishawekwa na wasisi na viongozi wetu. Wawe makini katika makundi, kwa sababu kwa sasa kuna baadhi ya magenge ya watu wanaleta taharuki ndani ya vijana kwa washawishi ili wao tu waharibu taswira ya uchaguzi. Majukumu ya kundi hili la vijana kutoka rika la Elmegoriki ambao wako tayari kuikabili tohara na kisha kuyapokea majukumu yao kulingana na mwongozo ni pamoja na ulinzi wa nyanda za malisho pamoja na rasilimali ikiwemo. Kundi hili lina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba linachukua jukumu na jitihada zinazofanywa katika ngazi ya jamii, katika utunzaji wa mazingira, katika utunzaji wa ardhi, utunzaji wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo lina uhusiano wa karibu wa moja kwa moja na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Msimu wa pili wa sherehe za Engipata kutoka katika kijiji cha Sukuro mwaka jana, hii leo hapa ni kijiji cha Terati hapa wilayani Simanjiro mkoani Manyara. Langu jina Msagati Julius.